Katika hatua ya kushangaza kwenye ulingo wa kisiasa katika taifa la Kenya, kinara wa chama cha KANU na aliyekuwa seneta wa zamani wa Baringo Gideon Moi hatimaye amejiunga rasmi na kambi ya Rais Ruto, jambo ambalo kamwe halikutarajiwa na wengi. Je, ni kipi kilijiri katika hatua za mwisho na kupelekea kinara huyo wa KANU kubwaga manyanga? Ungana nami mwanahabari wa Kompekuzi Emmanuel Simiyu nikupekulie makala haya mauzauza ya siasa. Tumeongea na my brother Gideon Moi na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Gideon Kipsilei Towet Moi alizaliwa Oktoba 22 mwaka 1963 na ambaye ni kinara wa chama cha Jogoo KANU kwa mara ya kwanza katika historia ya siasa humu nchini. Amejipata katika hali tete kutoka kwa wafuasi wake, wengi wakidai usaliti wa kisiasa. Katika chaguzi ndogo ambayo inazidi kupamba moto katika gatuzi la Baringo, Gideon Moi alikuwa amejitosa mzima mzima kukabiliana na wapinzani wengine katika mchuano wa kiti cha useneta, huku hatua za mwisho za kuwasilisha stakabadhi zake katika afisi za tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Mabadiliko ya matukio ya kushangaza yalijiri, huku wafuasi wake wakiwa tayari kumpokea na kumsindikiza kinara wao katika afisi za IEBC. Kinara wao hakujitokeza, na baada ya muda kukamilika, ilikuwa ni rasmi kwamba chama cha KANU hakiwezi kuwa na mgombea wa kiti cha useneta katika kaunti ya Baringo. Duru za kuaminika zinasema kuwa kabla ya uamuzi wa Moi kujiondoa kutoka kwa kinyang'anyiro hicho, alifanya misururu ya mikutano na Rais Ruto katika ikulu ya Nairobi, na baada ya wawili hao kukubaliana masuala ya kisiasa na vilevile kibiashara, ndipo Moi alifikia uamuzi wa kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho. Kilichofuatia ni kwamba ghadhabu ilizidi miongoni mwa wafuasi wake. Kama kuna mtu ama kitu ambaye imefanya Gideon asikuje, kama ni mtu, tunaomba hiyo mtu aachilie Gideon akuje apeane papers yake. Na kama ni kitu, tunataka tujue ni kitu gani imefanya Gideon asikuje kupeana makaratasi. Gideon Moi ni kingpin wetu wa Baringo. Na sisi kama watu wa Baringo tunaangalia mbele. Ambao wengine waliamua kuelekeza hasira zao kwa mgombea wa chama cha UDA Vincent Kiprono Cheburet, ambaye anaongozwa na Rais Ruto, huku wakirushia mawe ndege aliyokuwa akitumia. Nyimbo za kukashifu Rais Ruto zilisheheni, kauli mbiu ya one term ikiteka anga. Chambilecho wahenga kwamba kelele za chura hazimshtui tembo kunywa maji. Wawili hao walijitokeza hadharani na kuhalalisha ndoa yao ya kisiasa, huku Ruto akifululiza moja kwa moja hadi maeneo ya Kabarak, nyumbani kwa Moi. Na kabla ya kufanya mkutano na wafuasi wa chama cha KANU, alitembelea kaburi la hayati Daniel Moi, baba yake Gideon Moi, rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya. Muungano wa kisiasa wa upinzani ukiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua umetaja muungano huo kuwa ni wa kinafiki na usaliti kwa Wakenya. Moi ni miongoni mwa wapinzani wakuu wa Rais William Ruto pamoja na serikali yake, na wa hivi punde zaidi kujiunga na broad-based government baada ya kinara wa chama cha chungwa Raila Amolo Odinga na wengineo. Je, ni nani atakayefuatia? Na mbinu hii ya William Ruto kutafuta muhula wa pili utafaulu? Emmanuel Simiyu,
Pekua Pekua, Sauti Mzalendo.